Eneo la hifadhi ya Ngorongoro lipo kaskazini mwa Tanzania, magharibi mwa mkoa wa Arusha. Lodge na kambi za kitalii. Utalii umeendelea kuwa mhimili muhimu wa uchumi wa eneo hili. Kwa upande wa jamii, manufaa yake ni upatikanaji wa maeneo makubwa ya malisho ndani ya hifadhi ukilinganisha na yale yanayopatikana nje ya hifadhi, kuendelezwa kwa mila na desturi, na ufadhili wa elimu kupitia baraza la wafugaji. Hata hivyo, mafanikio haya yanaambatana na matatizo kadhaa yanayoongezeka kwa kasi. Mwaka 1959, wakati hifadhi ya Ngorongoro ilipoanzishwa, kulikuwa na takribani watu 8,000. Mwaka 2000 Hali kadhalika, idadi ya mifugo inayopatikana ndani ya Ngorongoro imepanda kutoka mifugo 261,723 mwaka 1960 hadi kufikia mifugo 715,466 mwaka 2022. Idadi hiyo ya mifugo iliyoongezeka inajumuisha ng'ombe 274,943, mbuzi 201,938, kondoo 200,000
26,550. Ifikapo mwaka 2050, na hivyo kutoa hitaji la lazima la eneo jingine ili kukidhi mahitaji ya ufugaji. Licha ya takwimu kuonyesha kuwa idadi ya mifugo inaongezeka kila kukicha, uwezo wa ufugaji ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kujikimu kiuchumi na kuwa na usalama wa chakula kwa kutegemea mifugo pekee Kwa upande mwingine, tafiti zinaonyesha kwamba baadhi ya wanyamapori kama vile choroa, nyamera na swala twiga wametoweka kabisa katika bonde la Ngorongoro. Wanyamapori wengine kama vile nyumbu wakazi, yani resident wild beast, wamepungua kutoka 1600 mwaka 1960 hadi kufikia 600 mwaka 2020. Swala tomi wamepungua kutoka 5,000 mwaka 1965 hadi kufikia 1,500 mwaka 2019. Na swala granti wamepungua kutoka swala 1,700 mwaka 1965 hadi kutimia 400 tu hapo mwaka 2019. Kupungua au kutoweka kwa wanyamapori hao kunahusishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu katika bonde hilo. Takwimu zinaonyesha kuwa kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2025, wastani wa watu 7 wamekuwa wakiuawa kila mwaka na wanyamapori hadi kufikia jumla ya watu 77, wakiwemo watoto wa shule wanaosoma ndani ya eneo hili la hifadhi. Wamekasirika kweli wenyeji, wanasema sisi tunataka watoto wetu ama tunaua wale simba. Kumtaka mtoto asome yale mazingira kweli kabisa ni kutendea haki. Watu 274 wamejeruhiwa na mifugo 1450 imeuawa na wanyamapori katika kipindi hicho.
uwepo wa magonjwa hatarishi ya kuambukiza yaani zoonotic diseases kama kimeta na kichaa cha mbwa yanaathiri binadamu, mifugo na wanyamapori kutokana na mwingiliano kati ya mifugo, wanyamapori na maisha ya kila siku ya jamii. Mnyama yoyote aliyekufa kwa kimeta, unaona kimeta ni hatari. Kitaja kimeta hakuna utalii. Director of Veterinary Service au Wizara ya Afya wakadeclare tuna kimeta Tanzania hii, utalii wote hawaji. Mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu kama vile uingizaji wa bidhaa, watu na mifugo kutoka nje ya hifadhi umeathiri uoto wa asili uliokuwepo kwa karne nyingi, na hii imesababisha kuenea kwa mimea vamizi ndani ya eneo la Ngorongoro na hatimaye kupunguza nyanda za malisho kwa ajili ya mifugo na wanyamapori. Hali hii inaongeza ushindani wa malisho na kusababisha uharibifu wa mazingira. Ngorongoro kwa sasa uko njia panda. Kila njia tutakayoichagua ina faida na hasara zake, si kwa uhifadhi tu, bali kwa jamii, utalii na eneo hili la urithi wa dunia. Njia ni 3. Mosi, hali ibaki kama ilivyo hivi sasa, au tuondoe wanyamapori na kuacha eneo hili kwa ajili ya ufugaji pekee, ama uhamaji wa jamii pamoja na mifugo yao ili kupisha uhifadhi na ekolojia ya eneo hili. Hatimaye ni lazima tuchague njia moja yenye manufaa endelevu. Hebu tuziangalie hizo njia 3. Mosi, je, hali hii ibaki kama ilivyo hivi sasa? Kwa ongezeko la idadi ya watu kwa 1160 na ongezeko la mifugo la 173.4. Ikiwa hakuna kitakachobadilika, tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba aina zaidi ya wanyamapori watatoweka kama ilivyotokea kwa choroa, nyamera na swala twiga. Utalii utaporomoka na kusababisha hifadhi ya Ngorongoro kutoweka ifikapo mwaka 2050. Pili, je, tuondoe wanyamapori na kuacha eneo hili kwa ajili ya ufugaji pekee? Hii ni njia nyingine inayopendekezwa kuwaondoa wanyamapori ili kupisha ufugaji na shughuli zingine za kibinadamu. Kwa mtazamo wa awali inaonekana rahisi, lakini matokeo yatakuwa makubwa na mabaya. Ekolojia ya Ngorongoro, Serengeti na Masai Mara itapotea kabisa, kwani eneo hili ndipo yalipo mazalia ya nyumbu wahamao, yani the Great Migration. Hadhi ya urithi wa dunia itaondolewa. Utalii utaporomoka mara moja na kusababisha pato la taifa kushuka, kwani utalii unachangia zaidi ya 17%. Njia ya 3 inaibuka. Njia hii inayojikita katika uendelevu wa muda mrefu wa eneo hili.
Njia hii inalenga uhamaji wa jamii pamoja na mifugo yao ili kupisha uhifadhi na ekolojia ya eneo hili. Hii ina maana kwamba uhamaji wa watu na mifugo yao kutoka ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa ni jambo linalotoa fursa kwa jamii kupata maendeleo, hati miliki ya maeneo nje ya hifadhi na kuwa huru kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi tofauti na ilivyo hivi sasa. Matokeo ya haraka ya njia hii ni kwamba ushindani wa matumizi ya ardhi ndani ya Ngorongoro unaanza kupungua. Nyasi za asili zitaanza kurejea, mimea vamizi inaanza kudhibitiwa, idadi ya wanyamapori inaanza kuongezeka, ubora wa utalii unaimarika. Migongano ya maisha ya kila siku kati ya binadamu na wanyamapori inatoweka. Familia zilizohamishwa zinapata fursa mpya: umiliki wa ardhi, umeme wa uhakika, upatikanaji wa maji, shule za kisasa na huduma za afya, shughuli za kiuchumi zikiwemo kilimo na biashara. Bila shaka njia ya tatu inaonyesha manufaa endelevu kwa jamii, uhifadhi na utalii na urithi huu wa dunia. Hatuna budi kujiuliza maswali magumu. Je, kwa mazingira ya sasa, watu na wanyamapori wanaweza kuendelea kuishi kwa pamoja? Je, ni haki kuendelea kusisitiza watu kuishi maisha duni ndani ya hifadhi? Bonde la Ngorongoro limesimama kama moja ya maajabu ambapo binadamu na wanyamapori wameishi pamoja. Lakini leo uwiano huu umekuwa dhaifu na unabadilika kwa kila sekunde. Ushindani wa matumizi ya ardhi kati ya uhifadhi, maendeleo ya jamii na shughuli za utalii unaongezeka kila mwaka. Iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa, eneo hili la urithi wa dunia litatoweka na kupotea kabisa. Uwepo wa hazina hii ya kiikolojia na uhai wa viumbe wanaoiita Ngorongoro nyumbani unatutegemea sisi. Chaguo ni letu. Tulinde urithi huu kwa vizazi vya sasa na vijavyo, na tusiache ukapotea mbele ya macho yetu. Wahenga wanasema, jamii hukua pale viongozi wanapopanda miti wakijua kwamba kivuli chake kitawanufaisha vizazi vijavyo. Tulinde hifadhi ya Ngorongoro. Tulinde hifadhi ya Ngorongoro.